Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Unasalimika mpenzi mtazamaji wa Kivu 24 na karibu katika matangazo yetu ya mwanzo wa juma ikiwa Septemba 29, 2025. Natasha Mingwandroya ni msomaji wa siku. Tunakutangazia toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, South Kivu. Tuangazie dira hizi na habari za usalama mdogo. Watoto wawili waliotekwa nyara tangu Jumanne Septemba 16, 2025 na watu wasiokuwa na nia njema huko Karale walikabidhiwa kwa gavana wa mkoa na vyombo vya usalama mnamo Septemba 28, 2025. Wakipatikana na mkurugenzi wa usalama na ujasusi ya jeshi, watoto hao walionekana Kabamba mnamo tarafa la Kabare Ijumaa Septemba 23 na vyombo vya usalama. Makamu wa gavana wa mkoa Dunia Masumbuko Bwenge Duxer amepongeza ushirikiano uliopo kati ya wakadhi na idara ya upelelezi na kuwaomba wazazi kuwa makini kwa ulinzi wa watoto. Kwa upande wao, wazazi wa watoto waasiriwa wanashukuru mamlaka ya harakati ya AFC M23 kwa kazi hii kubwa waliofanya kwa manufaa ya jamii. Ikumbukwe kuwa baadhi ya wachukiwa hao wako mikononi mwa idara za upelelezi. Mwisho, wanaalika watendaji wakuu kutambua waliofika wapya katika mazingira yao husika na kuripoti mienendo yoyote inayotiliwa shaka. Afya. Kando ya siku ya moyo duniani mnamo Septemba 29, madaktari wa moyo nchini DRC wanaongeza ufahamu miongoni mwa watu kuhusu tabia za kiafya za kufuata ili kukabiliana na ugonjwa wa moyo na mishipa. Katika hafla hii, wataalamu wa magonjwa ya moyo wanaelimisha umma juu ya hatari mbaya za maisha ya kukaa chini, umuhimu wa lishe bora, kuacha kuvuta sigara, kudhibiti dharura za moyo, sifa maalum za ugonjwa wa moyo na mishipa kwa wanawake, shinikizo la damu na shida zake za moyo na mishipa. Kulingana na mtaalamu wa magonjwa ya moyo Ngoi Dofra, mkuu wa jumuiya ya magonjwa ya moyo DRC, ilikuwa na moyo wenye afya ni lazima kwanza mtu awe na maisha yenye afya ili kupunguza shinikizo la damu na hatari ya moyo na mishipa. Hii ni pamoja na mazoezi ya kawaida ya mwili. Kimsingi mazoezi ya aerobic kama vile kutembea, kukimbia, kuendesha baskeli au kuogelea. Mwisho, anasisitiza kwamba maisha ya kukaa tu lakini lazima uweze kuiepuka. Mbali na shughuli za kimwili, anapendekeza uzito mzuri na usimamizi wa chakula. Lazima tupunguze matumizi ya chumvi ya mezani. Tule mlo wenye matunda na mboga nyingi. Tuongeze ulaji wa potasiamu katika mlo wetu. Tuepuke au tuondoe tabia zenye sumu, ikiwemo kupunguza unywaji wa pombe na kuacha kuvuta sigara au kutovuta sigara, alisema. Ikumbukwe kuwa siku ya moyo duniani inasherekewa tangu mwaka wa 2012 kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu mapambano dhidi ya magonjwa ya moyo na mishipa na kupunguza mzigo wake duniani. Elimu. Chuo cha juu cha usimamizi ISM kimetoka kuzindua wahitimu 70 kwenye soko la ajira. Haya yamefanyika wakati wa hafla ya pande mbili iliyojumuisha utoaji wa masomo na ufunguzi wa mwaka wa masomo wa 2025-2026 iliyofanyika Jumapili Septemba 28 mwaka tulimo katika jiji la Bukavu. Yote ilianza na maandamano ya wahitimu wakisindikizwa na mamlaka ya kitaaluma kando ya barabara za Bukavu hadi kwa mdundo wa benki ya Shaba katika hali ya furaha na ya kusisimua.
Kabla ya mkutano wa wageni, Bi Esther Yabamungu, msemaji wa wanafunzi waliosoma katika chuo cha uongozi cha juu, alieleza furaha yake kwa kupata mafunzo katika taasisi ambayo ni fahari ya jimbo la Kivu ya Kusini. Wahitimu waliofunzwa katika idara ya sayansi ya biashara na fedha na idara ya sayansi ya maendeleo na mbinu wamesifu mafunzo ya ubora waliopokea katika taasisi ya juu ya usimamizi ISM Bukavu. Huku wakishukuru wafanyakazi wa taaluma, wahitimu wao wanaahidi kutekeleza kwa vitendo nyenzo walizofunzwa. Haya yote ili kutengenezea ajira kupitia mafunzo walioyapata, anasema mwakilishi wa wanachuo hao Shangalume Bafunyembaka. Mwaka wa akademia 2024-2025 kunako ISM imezindua wahitimu 70 katika soko la ajira, anasema Bwana Albert Chibalia, mkuu wa kazi na katibu mkuu wa taaluma. Kama ubunifu uliopangwa kwa mwaka wa masomo wa 2025-2026, ISM Bukavu inapanga kutekeleza mzunguko wa pili ili kuwapa wahitimu hawa fursa ya kuwaongezea maarifa, anafafanua Profesa mshiriki Henri Takobajira, mkurugenzi mkuu wa taasisi hii ya elimu ya juu. Ikumbukwe kwamba taasisi ya juu ya usimamizi ISM Bukavu inaandikisha wanafunzi wapya katika vitivo kadhaa vya biashara na fedha, ikiwa ni pamoja na uhasibu, masoko, forodha na ushuru, na pia katika vitivo vya sayansi ya maendeleo na teknolojia, ikiwa ni pamoja na ujasiriamali, usimamizi wa mradi, usimamizi wa mazingira na afya ya jamii. Utamaduni. Kupitia kipindi cha Entera, wacheshi wa Bukavu, Jospé Demarque na Gloire Taylor pamoja na wageni wao walishiriki ujumbe wa amani na uthabiti kupitia vichekesho. Onyesho hilo lilifanyika Jumapili Septemba 28 mwaka tulimo mjini Bukavu. Katika onyesho moja, wawili hao Jospé Demarque na Taylor walishiriki jukwaa la wacheshi wengine, mwimbaji na mshairi wa slam, kwa makofi ya watazamaji walioko sehemu kadhaa za Bukavu. Kwa upande wao, wachekeshaji Zechu, Les Fils du Paysan, Grace Kapasi, Espoir Bulangalire na Patricia Kamoso, huku Jospé Demarque na Taylor wakiingilia, waliwapa watazamaji tabasamu na ujumbe wa matumaini kwa makofi ya watazamaji. Ili kuwa fursa kwa Jospé Demarque na Gloire de Taylor kuwashukuru wale waliofanya kazi hiyo pamoja kufanikisha onyesho hilo. Walitoa wito kwa wengine kusaidia shughuli za kisanii na kuchangia kuibuka kwa sanaa katika jimbo la Kivu Kusini. Ikumbukwe kuwa onyesho hili lilishiriki watu kadhaa mashuhuri katika vichekesho vya Kivu Kusini, wakiwemo Joae bin Kabojo, Ruajaja, Mwanda wa Lupala na wengine wengi. Afya. Shirika lisilo la kiserikali la Médecins Sans Frontières MSF linatangaza uondoaji wa taratibu za mradi wake wa dharura katika kituo cha afya cha Shasha katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini mwishoni mwa Septemba. Hata hivyo, matibabu kwa wasiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia yanaendelea hadi katikati ya Oktoba. Kulingana na Radio Kapi, kuondoka huku kunakuja baada ya miezi 6 ya usaidizi wa afya ya msingi katika eneo la afya la Kiroche. MSF inaonyesha kuwa inakabidhi kwa Wizara ya Afya. Katika kipindi hichi shirika linafanya mashauriano ya tiba zaidi ya 17,000 kusaidia watoto 200 waliozaliwa na kuwatibu waasiriwa 473 wa unyanyasaji wa kijinsia. Wakati huo huo, kesi 600 mbaya zimepelekwa katika hospitali ya Royal Africa huko Goma na hospitali kuu ya rufaa ya Kiroshe. Kujiondoa kwa MSF kumeibua wasiwasi miongoni mwa wanufaika ambao wanaamini kuwa jumuiya za wenyeji bado ziko hatarini kubeba gharama za huduma za afya pekee. Hakuna zaidi ya miezi 7 katika eneo hilo. Hakuna mkulima mwenye uwezo wa kujihudumia. Je, serikali itaweza kuchukua nafasi hiyo? Anauliza Sheldo Hama
Zaiga, kiongozi wa asasi za kirahia za Force Vive huko Mufuni, Shanga, anatoa wito kwa MSF kurefusha uingiliaji kati wake hata ikiwa ni kwa wiki chache zaidi ili kuwaruhusu wanaorejea kutulia vyema. Kituo cha afya cha Shasha kinahudumia watu wanaokadiri kufikia 18,700 katika eneo ambalo bado lina idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao na changamoto za kibinadamu. Tutamatishe na habari za soka. FC Aigle ya DRC walifungwa goli 1-0 mjini Port Harcourt na River United katika mechi ya kuhesabu raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika. Kulingana na vyombo vya habari vya mtandaoni Actualite.cd, timu ya Kinshasa ilijaribu kujiondoa lakini ilionekana kuwa ngumu sana. Walipigana kama walivyotarajia na silaha zao, lakini uzoefu wao wa hali ya juu ulichukua nafasi. Mabingwa watetezi wa DRC walicheza mechi nzuri, lakini haikuwa ya kweli kama ilivyokuwa mkondo wa kwanza mjini Kinshasa ambao ligharimu kufuzu. Waliruhusu bao katika wakati mbaya sana kwenye mchezo mwishoni mwa kipindi cha kwanza, na ni wazi iliasiri ari ya timu. Kwa hakika wangeenda mapumziko wakiwa mbele kwa 0 goli pande zote, lakini itilafu ndogo ya kizembe iliwafanya warudi nyuma. Ni wazi kwamba ni tamaa kubwa kwa timu hii ambayo ilikuwa ikishiriki shindano hili kwa mara ya kwanza na haikukatisha tamaa. Wachezaji wote walikuwa wakicheza kombe lao la juu la Afrika kwa mara ya kwanza, wamepata uzoefu, isipokuwa wale waliocheza. Malengo ya timu hiyo kwa sasa ni kujaribu kurejea kwa nguvu msimu ujao, ingawa inaweza kuwa ngumu kutokana na ugumu wa michuano ya Kongo, lakini haiwezekani. Wachezaji wote bora ambao hawachezi katika mashindano ya klabu barani Afrika msimu huu wanajiandaa kwa bidii ili kurejesha nafasi zao, lakini FC Les Aigles du Congo bado wanaweza kufanya njia wakijua kuwa timu ina silaha za kufanya hivyo. Ni hayo tu tumekuandalia kwa siku ya leo, mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu. Asante kutukopa jicho na sikio mwanzo hadi tamati. Tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.